Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi achopewa asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi, tukiwa naye si mwingine bali ni mgeni wetu Daniel Waweru ambaye tupo naye akizidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya. Na inshallah mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunataka kuangalia the silent killer. Huku ni kuelewa kwamba the understanding of heart disease, ugonjwa wa moyo. Tunataka kuuelewa zaidi, inahusiana vipi, kwa nini ikaitwa the silent killer, na inshallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi zaidi. Karibu sana Daniel. Asante. Naam, natumai uko mzima, huna neno? Mzima? Naam. Nashukuru. Karibu sana. Naam, tukiangalia mada yetu ya leo tunataka kujua kwa nini ugonjwa wa moyo unakuwa referred to silent killer. Naam. Ugonjwa wa moyo unafahamika kama silent killer kwa sababu dalili zake si wazi. Unapata zimefichika. Ni rahisi sana uzipuuze ama uzifananishe na magonjwa mengine. Kisha muda unaposonga unajipata umeshikwa na mshtuko wa moyo ghafla, haukujua. Na ikifika wakati pale ambao umeshikwa na mshtuko wa moyo, hii ni ugonjwa ambao imekuwa kwa muda na imefika mahali ambapo imekuwa worse, severe. Unaona? Juu haikujulikana mapema. Na hivyo wengi wamepata wameshikwa mshtuko wa moyo ama hata wamepoteza fahamu. Naam. Na tukiangalia swala lingine ni kwamba what are the early signs? Je, mtu labda ni ishara zipi ambazo ataziona ili atajua tu mimi kabisa mimi niko na ugonjwa wa moyo? Ugonjwa wa moyo ni rahisi sana upuuze dalili zake ama uzifananishe na magonjwa mengine. Sababu unapata inakuja na uchovu. Uchovu, unaweza fikiria maybe nimefanya kazi sana ama damu imepungua. Lakini ni moyo ndio iko na shida. Pili, unapata uko na ule kufanya kazi, unapumua sana, unahema sana. Kwa muda mchache, unatembea kutoka hapa mpaka distance fupi, ushachoka, unahema kwa nguvu. Tatu, ni moyo kukimbia. Moyo unapiga kwa kawaida kama jinsi tulipoketi hapa hivi, haufai kuhisi ama kusikia moyo wako ukipiga. Lakini utapata mtu ambaye ana shida ya moyo anahisi moyo unapiga. Anaisikia yeye mwenyewe. Unaona? La tatu, utapata mguu umevimba. Inaweza kuwa miguu yote mbili imevimba. Na unapata anapopumzika na kuinua miguu, amelala kwa kiti, uvimbe unapotea. Anapoweka miguu chini na ama kutembea ama kiti kwa muda mrefu, miguu yote imevimba. Na jambo lingine, uchungu kwa kifua. Unapata anahisi uchungu haswa anapofanya mazoezi ama anapofanya kazi ambayo inahitaji nguvu kidogo. Unapata hata kukimbia, kutembea. Uchungu unaanza kwa kifua. Unaweza pata uchungu huo umekuja mpaka kwa bega. Na ni upande wa kushoto. Umekuja kwa bega, inaweza teremka mpaka upande wa ndani wa mkono. Ukuje mpaka kwa shingo pia, ama mpaka kwa joo, kwa taya hapa. Uchungu huo inaonyesha, ni ishara kwamba moyo umekosa damu na unaitisha msaada. Naam. Hayo ndio dalili ya kawaida ya magonjwa ya moyo. Na hiyo kati za dalili ambayo kuna moja yenye umetaja ya kufura kwa miguu. Je, ni nini ambacho huwa kinasababisha mpaka hii miguu kufura? Kiasi cha kwamba umesema ukiweka juu inarudi sawa na ukitaka kutembea ndio inafura. Unajua kwamba moyo huwa inasukuma damu kwa viungo vya mwili mpaka miguu, kisha damu inarudi hadi kwa moyo upande wa kulia wa moyo. Sasa unapata wakati moyo umeanza upande wa kulia wa moyo haufanyi kazi vizuri. Upande wa kulia ama upande wa kushoto? Kuna moyo iko na chambers mbili. Kuna
ile upande wa kulia ni wa kupokea damu kutoka kwa mwili, na upande wa kushoto wa moyo ni wa kusukuma damu iende kwa mwili. So upande wa kulia unapo kuwa umefeli ama umeanza kufeli, upande damu haipokei damu vizuri kutoka kwa mwili. Damu inajaa kwa mwili, na hiyo damu hairudi vizuri. Sasa inakwama kwa mishipa ya damu, kwa veins, na inasababisha miguu inafura. Wakati umelala hivi, umeinua miguu, sasa damu inaweza teremka kwa gravity. Damu inateremka mpaka kwa moyo. Ukiwa umesimama, hiyo gravity ama uzito wa damu unasukuma damu upande wa chini. Ukiinua miguu juu, inateremka hivyo. Na ni kwamba ikifikia swala kama hilo, labda ni moyo, kuna kitu gani ambacho kimefanyika pale kwa moyo? Labda kuna blockage ya kitu ama nini? Moyo haswa, kile ambacho husababisha moyo kufeli sana sana ni zile kuta za moyo zenyewe pia zinahitaji damu. Kumbuka moyo kazi yake ni kusukuma damu kwa viungo vya mwili, lakini pia yenyewe kuta zake zinahitaji damu. Unaona? Sababu ile damu ilete oxygen na ilete rutuba, ile madini. Sasa upata wakati mishipa ya damu ile ambayo inapeleka damu kwa ukuta wa moyo zinapoanza kuzibwa, damu haifiki vizuri kwa moyo. Ule upande wa ukuta wa moyo unaanza kufeli. Ni kama unaanza kukufa sababu upati oxygen. Haswa huo ndio inasababisha moyo kufeli. Jambo lingine ni wakati moyo unafanya kazi kupita kiasi. Unatumia nguvu mingi kufanya kazi. Kwa mfano uko na high blood pressure, kumaanisha moyo inasukuma damu kupita ule kawaida, sababu kuna pressure mingi kwa mishipa ya damu. Hivyo moyo lazima isukume damu kutumia nguvu nyingi ndio damu iende kwa viungo vya mwili. Hivyo kutumia hiyo nguvu mingi, ukuta wa moyo unaanza kufura, sababu ni kama jinsi unavyoinua chuma ile gym, unapata umefura muscle huko. Sasa moyo pia ukifanywa kazi mingi hivyo, ukuta zimeanza kufura, na hivyo ipati damu vizuri, inaanza kufeli. Unaona? Jambo lingine ni vile umesema tu blockage. Blockage inaweza sababishwa na either kuna clot, damu umeganda kwa mishipa. Hivyo inapinga wakati moyo unasukuma damu, hiyo clot ina prevent, inakinga damu kwenda, moyo unashindwa kazi yake. Ikitumia nguvu nyingi inaanza kufeli, ama mshipa ya kupeleka damu kwa ukuta wa moyo umefungwa, blockage, hivyo moyo unafeli. Naam. Na kuhusiana na swala lingine ni kwamba je, wale ambao wana tendency ya uvutaji wa sigara na pia unywaji wa pombe ina athari vipi katika moyo? Naam. Sigara ni jinsi huwa inasababisha magonjwa ya moyo na ya mishipa ya damu kwa jumla. Ni huwa iko na kemikali kutoka kwa sigara. Kemikali hizo zinaenda zinaharibu ukuta wa mishipa ya damu. Hii ni mpaka ile mishipa ya kupeleka damu kwenye moyo wenyewe, ukuta wa moyo wenyewe. Kumaanisha zile misuli za moyo, wakati mishipa ya damu imeathirika, inaanza kufungana. Damu haifiki hadi kwa ukuta wa moyo, kwa zile misuli ya moyo, inaanza kufeli. Pombe husababisha mafuta, ile cholesterol mbaya inaongezeka kwa mwili. Mafuta hayo yanapoongezeka yanaenda yanajikusanya kwa ukuta wa mishipa ya damu. Hiyo inaitwa atherosclerosis. Mafuta kujikusanya. Mafuta ikijikusanya, ile
tube, unajua mishipa ya damu ni kama tube. Naam. Yanafunga hiyo mshipa. Damu haiendi uko mbele. Na damu isipoenda kwa misuli ya moyo, hivyo hiyo sehemu ya misuli inaanza kufeli. Na pombe na sigara hivyo inasababisha magonjwa. Kwa hivyo mnaokunywa pombe jamani. Haya. Sisi tunasema tu kwa sababu ya afya, na tusemi kwa sababu hata wewe wenyewe anakwambia it's bad. Naam. Cha kushangaza kwamba hiyo it's bad ndio watu wana consume. Naam. Swala lingine ni kwamba in what ways can regular medical checkups help in preventing heart diseases? Jinsi tumesema magonjwa ya moyo ni silent killer. Kumaanisha hauwezi jua unaweza kuwa uko na kilo sawa, unakaa ni kama uko na afya nzuri, lakini kumbe kwa mwili uko ndani kuna mambo imejificha. Uko na high blood pressure, unajua haina dalili, hausikii mahali uchungu kwa saa. Uko na kisukari, haina dalili, mwanzo imejificha mwilini. Unapata magonjwa kama hayo ambayo hayana dalili, ukienda kupimwa yanapatikana mapema. Hivyo matibabu yao yanafanyika. Inasaidia usije hapo mbeleni ukakuwa na magonjwa ya moyo. Ndio. So hii vipimo vya muda huwa inasaidia sana. Naam. Na hili swala la kama vile umesema kuhusiana na huu ugonjwa wa moyo na haya maradhi mengine. Tuseme huyo mtu ako na hao maradhi yote, ako na diabetes na ako na hiyo pressures. Pressure sio? Ugonjwa wa kisukari na hiyo ugonjwa wa buhari. Je, ni inachangia vipi katika kufanya ugonjwa wa moyo uzidi? Ama je, huyu mtu anaweza kuwa na higher chance ya kuwa na ugonjwa wa moyo? Ni kweli mtu anapokuwa na magonjwa haya ambayo yamejificha sana high blood pressure au msukumo wa damu, unapata jinsi nimesema, moyo unasukuma damu against hiyo pressure ambayo iko kwa mishipa ya damu. Unapata inasukuma damu kutumia nguvu nyingi sana. Hivi moyo inachoka sana. Moyo unapochoka inachangia heart failure. Ni kama vile tu nimesema, ni kama mtu anaenda gym, unapata ile misuli ya moyo imefura. Na ikifura haipokei damu vizuri. Moyo unafeli. Tena inaharibu mishipa ya damu. Mishipa ya damu ikiharibika inaanza kuwa nyembamba. Kuwa nyembamba inamaanisha misuli ambayo yanapeleka damu mishipa ya damu ambayo yanapeleka damu kwa misuli haifiki vizuri. Moyo unaanza kufeli. Kisukari vile vile, sukari ikiwa nyingi kwa damu inaanza kuingia kwa mishipa ya damu. Sukari inaingia na pia kwa nerves. Sukari ikiingia kwa mishipa ya damu, mishipa ya damu pia inaanza kujaa na kukuwa nyembamba. Inaanza kukuwa narrow na kujiblock. Alafu ukiongezea juu ile kisukari huwa inakuja pia na ile cholesterol mbaya. Iongezee juu hiyo kujikusanya kwa ukuta, mishipa ikuwe nyembamba, moyo ukose damu, moyo uanze kufeli. Hivyo ni kama step by step. Na jambo moja inasababisha jingine. Ndio. Na kuhusiana na swala hilo pia la ugonjwa wa moyo, wale watoto ambao wanazaliwa na ugonjwa wa moyo, what causes? Kwa sababu wao hawajakuwa exposed like the way sisi kwa exposed na hii dunia so on. Mara tunakula junks, wengine exercise ndio hiyo inashinda kufanya so on. Lakini sasa kuna yule mtoto ambaye amezaliwa na ule ugonjwa wa moyo. What usually happens? Mtoto anapoundwa akiwa tumboni, kuna jinsi zile cells zinajipanga, zinaenda
zinaunda moyo. Cells kukiwa na mashida ya kule katika mtoto akiundwa tumboni, mashida hayo husababisha mtoto anazaliwa moyo ukiwa haujajiunda vizuri. Unapata ukuta wa moyo uko na shimo. Damu unapata inatoka kutoka kwa ile right side ikienda kwa left, ama hiyo shimo inaruhusu damu itoke kwa upande wa kushoto wa moyo kuingia upande wa kulia wa moyo. Damu inachanganyika, hivyo inasababisha moyo kufeli. Unaweza pata pia kuna mtoto amezaliwa mishipa ya damu yenyewe ikiwa haijajiunda vizuri. Unapata moyo unafaa upeleke upande wa kushoto ambapo unafaa upeleke damu kwa mwili, unapata inapeleka pasipofaa. So hizi zinaitwa congenital heart problem, congenital anomalies, ambazo ni za kuzaliwa nazo. Shida inakuanga mtoto akiundwa tumboni, viungo vya mwili haviundwi vizuri, mojawapo ni moyo. Naam. Shukrani sana. Na kabla tuchukue mapumziko ni kwamba why do some people develop heart disease even if they seem healthy or physically fit? Moja wao ni genes, genetics, na historia ya kifamilia. Unaweza pata kwa familia fulani wako na magonjwa ya roho, ya moyo, ya moyo. Na so mtu huyu ni rahisi apate magonjwa ya moyo akiwa umri mdogo kushinda watu wengine wa kawaida ambao hupata magonjwa haya. Yeye inamshika akiwa na umri mdogo, na inamshika hata akionekana ni kama ako na afya nzuri, sababu iko kwa genes. Kuna magonjwa ambayo kama high blood pressure, kuna wakati unapata mtu ako na kilo sawa, ako na afya zake, hana dalili zozote, lakini kwa mwili ako na magonjwa haya ambayo yanaweza kusababisha moyo kufeli. Magonjwa, ako na high blood pressure, haina dalili, ako na kisukari ikianza hapo mwanzoni, kabla ijaanza kuumiza nerves na mishipa ya damu, haina dalili yote. Mtu anaendelea na maisha yake, lakini huko ndani kuna ugonjwa unaendelea kukua. Mtu ukimwangalia unaona ako sawa, lakini kwa muda anaendelea kiathirika, moyo unaendelea ukiumizwa, ukiathirika, hivyo inaanza kufeli mpaka ifikie nyakati sasa. Lakini sasa ni hiyo mambo ya genes. Naam. Shukrani sana. Ashachukua mapumziko, tukirudi tutaweza kuendelea na awamu ya pili. Okay. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Daniel ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini umeweza kufahamu mengi ambayo anazidi kuyawasilisha. Hakika ni furaha kuweza kupata mtu ambaye anaongea kuhusiana na masuala ya afya ama masuala kuhusiana na wewe binafsi. Swala la moyo ni swala zito sana, ni swala ambalo wewe binafsi unafaa kuhakikisha kwamba unajitunza. Ima ni dieting yako, unakula vipi, which tutakuja tuongelee vyakula ambavyo vinasaidia upande kunradhi wa kuweka moyo ili uwe healthy. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukua mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi, tukiwa naye ndugu yetu Daniel akizidi kuelezea mengi kuhusiana na swala zima la afya, hususan tunapoangazia mada ya moyo. Moyo ni very delicate sana, na naamini hakuna mtu ambaye hataki kuwa healthy, hakuna mtu ambaye hataki kuwa na afya bora, na afya bora inaanzia na wewe binafsi, jinsi unavyoishi, lifestyle yako, kama wanavyosema watu wengi kwamba lifestyle ndio muhimu sana, haswa upande wa afya. Jinsi gani unafaa kuishi, unaishi, unakula nini, ni vitu ambavyo unafaa kujiuliza wewe binafsi, na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena. Asante sana. Na tukiendelea na mada yetu ni kwamba how can emotional stress or depression affect heart health?
Na swali nzuri. Msongo wa mawazo na depression huwa inasababisha mambo mawili. Kuna hormones mbili huwa zinatolewa mtu anapokuwa na stress na depression. Wakati mtu ana stress, hormone ambao hutolewa ni ile adrenaline. Unajua ile ya kufanya mtu akuwe ameshtuka. Wakati mtu ana depression ni cortisol. Hiyo ndio the stress hormone. Yeah. Hormone adrenaline jinsi huwa inaathiri moyo ni kwa kufanya mishipa ya damu iwe nyembamba, inaitwa vasoconstriction. Na inafanya moyo kukimbia. Ile mtu anakuwa na moyo unapiga haraka. Unaona jinsi mtu anapokuwa ameshtuka, moyo unakimbia haraka na mishipa ya damu inakuwa nyembamba. Sasa mtu anapokuwa na stress anaishi kwa huo hali hiyo. Mtu anapokuwa na depression, cortisol inaongezeka kwa damu. Cortisol huwa inasababisha mafuta inaanza kujikusanya kwa mishipa ya damu. Mishipa ya damu inaanza kuwa nyembamba na hivyo mpaka ile mishipa ambayo inapeleka damu kwa misuli ya moyo. Hivyo unapata moyo wenyewe umeanza kufeli na mtu ameanza kuwa na magonjwa kama high blood pressure ambao inachangia pia moyo kufeli. Hakika. Swali lingine ni kwamba what are the challenges in diagnosing heart disease early? Matatizo kwanza ni jinsi tulivyosema. Dalili zake si wazi. Kwa hivyo ni rahisi sana yapuuzwe. Pili ni kwamba hakuna ule ufahamu na maarifa kwa watu kule mtaani. Hawajui dalili hizi ni za moyo. Kwa hivyo kunahitaji kuwe na mafunzo ya kuwajulisha dalili ambazo wakiziona wachukue hatua. Tatu ni vipimo, hizi mashine za vipimo, teknolojia hiyo. Kuna zile ni bei kali. Vitu kama kuna inaitwa echocardiogram ya kuangalia moyo. Hiyo mashine ni expensive. Unapata kule sana kule mashinani kule. Inakuwa ngumu mashine yao kupatikana. Mpaka hata za vipimo vya pressure. Vingine ni bei kali. Watu kukosa pesa ya kwenda kufanya hizo vipimo ya mara kwa mara. Sababu ya bei na uchumi. Na kati ya wanawake na wanaume, nani ambao wako na higher chances ya kupata huu ugonjwa wa moyo? Wanaume huwa wanapatwa mapema na magonjwa ya moyo. Kati ya miaka 5 na miaka 10 mapema kabla ya wanawake. Hii ni sababu wanawake wako na hormone inaitwa estrogen. Hormone hiyo huwa inawasaidia sana. Inawakinga kutokana na mashida ya moyo na mishipa ya damu. Inahakikisha afya ya moyo na mishipa ya damu iko sawa. Lakini wanawake wanapofika menopause, hapo miaka 50, 55, hiyo estrogen inashuka. Kumaanisha wanakuwa katika hatari sawa na wanaume. Na hatari yao ya kupata magonjwa ya moyo inakuwa sawa na wanaume. Lakini chini ya miaka hiyo ya menopause, wanaume ndio wako katika hatari sana kushinda wanawake. Asante sana. Kitu kingine ni kwamba how can people living with heart disease manage their condition and still leading a fulfilling life? Kuna mtu ende labda uko nje anakata tamaa, sasa mimi naona wajua hakuna kitu kibaya kama kuwa na afya ambayo haiko still. Especially ugonjwa wa moyo ama kuwa na diabetes na pressure. Ni vitu ambavyo mtu anajua tu mimi wakati wote mimi naweza tuenda. Hiyo ndio huwa ni mawazo yao. Anajua mimi wakati wote mimi naweza enda. Ni kweli. Jinsi ya kwanza naweza sema ni kufuatilia matibabu ambao wamepewa na daktari wake ama daktari wao. Sababu wagonjwa wengi
hawafuatilii yale madawa wameandikiwa. So maybe wamekosa pesa ya kununua dawa, ama tu wengine hawaoni dalili. Sana sana ni hawaoni dalili, kwa hivyo wanaona mimi niko sawa, kuna haja nimeze dawa. Sababu magonjwa haya yamejificha, hayananga dalili ile waziwazi. Jambo la pili wanaweza fanya ni kubadilisha mitindo ya kimaisha. Waachane na mambo ya pombe, sigara, na wafanye mazoezi na wakule lishe bora. Jambo la tatu ni waende kliniki mara kwa mara. Kufuatilia jinsi magonjwa hao yanaendelea. Kama yanapungua ama yanazidi. Hiyo screening ni very important. Waende wa screen sio mgonjwa wa moyo pekee. Wa screen pressure, wa screen kisukari. Hiyo magonjwa mbili sana sana. Pia wanafaa kama wako na kisukari, wa control sukari yao kupitia madawa na chakula. Kama wana pressure, wa manage hiyo pressure kupitia madawa na mazoezi na chakula. Wasitumie chakula ambazo ziko na chumvi nyingi. Sana sana watu wa pressure. Chumvi huwa inasababisha pressure ina worsen, inakuwa mbaya zaidi. Hayo sana sana ndio hatua wanaweza chukua na nyingine. Ni jambo ambalo linahitaji sana awareness. Ni kitu ambacho watu wengi ambao hawajaweza kukiongelea muda mwingi, hasa kuhusiana na ugonjwa wa moyo. Unakuta tunasikia tu mtu alikufa ghafla, alikuwa nini na ugonjwa wa moyo. The maintenance pia ya kwamba unaangalia mtu anakula nini ni muhimu sana, which brings us jambo lingine kuongezea ni kumanage mashida ya kimawazo, stress na depression. Wanaweza manage hao kwa kupitia, wanaweza enda hata counseling, wanaweza meza madawa, wanaweza fanya mambo kama relaxation, ile meditation, yoga, yote kupunguza mambo ya mawazo. Na kuhakikisha wako na support ya watu wengine, ile community. Na hiyo yatasaidia moyo wao iko na afya nzuri. Hii inaonyesha mazoezi yako kila mahali. Mazoezi in as much as unataka kukimbia mazoezi, utaka kufanya mazoezi, lakini mazoezi yako kila mahali na inafanya mtu zaidi ya kuwa na ule ukakamavu kusema kwamba acha niangalie afya yangu ya mwili kama ni nzuri. Wengi afya saizi imezorota, which inatuleta kwa swali letu lingine, ni lishe gani ambayo ni nzuri hasa katika mtu mwenye maradhi ya moyo? Jambo ambalo linachangia, chakula ambayo inachangia sana ni mafuta ambayo tutatumia kupika. Watu wengi wanatumia mafuta ya solid. Hii solid oil iko na cholesterol nyingi, iko na ile cholesterol mbaya. So wabadilisha waende kwa hii ya maji ya kutoa ama inatoka kwa mimea. Hii iko na mafuta ile nzuri. Kisha waachane na chakula ambayo iko na sukari nyingi. Wanaweza tumia vitu kama asali, waachane na sukari ya duka. Vitu kama hizo cinnamon inasaidia. Pia wapunguze chumvi. Chumvi kwa chakula ipunguzwe. Kisha waanze kula vitu za kienyeji, mboga za green, wakule nyama na wapunguze carbohydrates. Carbohydrates ni vitu kama ugali, chapati, mambo yanatoka kwa unga. Wapunguze sababu hiyo inachangia sukari kuongezeka kwa mwili. Naam, wasikule excess. Na pia wasiache tena kula kabisa. Wakule tu kwa kiasi. Naam. Kisha waongeze juu vitu kama samaki ambayo iko na omega 3. Waongeze juu vitu kama maini. Unaona? Chakula ambazo zina afya, balanced diet, wakisha
wasiongeze vitu kama chips nini hizi chakula za kuweka kwa mikebe hizo waachane nazo. Naam. Naam, shukran sana. And lingine ni kwamba how can young people start taking care of their health early in life? Young people, tunarudi tu pale kwa mazoezi, waanze na mazoezi. Pili, wasianze kutumia madawa ya kufanya moyo ifanye kazi kwa kupita kiasi. Tumeongelea pale nyuma Viagra nini. Ni kitu ambacho kinahuzunisha, kinasikitisha. Hasa kwa upande wa afya. Ukiangalia most vijana tuna neglect sana. Tuko na ile kwamba tunapuuza madhara ya kitu fulani. Daktari amesema hivi, unaenda kufanya yako. Kuna mtu ukipewa dozi haendi kumaliza. Umeambiwa daktari amekwambia uache kuvuta sigara, wewe hutaki kuacha. Patakuwa na usalama kweli? La. Magonjwa itakumba tu, inaitwa lifestyle diseases. Vitu ambavyo unafanya ukiwa kijana yanakushika ukiwa mzee. Pombe, sigara, yote yanadhiri afya yako. Sio sasa hivi, lakini hapo mbeleni. Ndio hivyo. Naam. Vitu kama hizo wanafaa wajiepushe nayo. Na kuongezea pia hapo kwa madawa ya kulevya, hata zile za kudunga. Hizo za kudunga zinasababisha infection kwa moyo yenyewe. Bakteria itembee kutoka pale ulijidunga iende mpaka kwa moyo, isababishe kuna sehemu ya moyo ya valves, kuna infection ya valves inaitwa endocarditis. Kwa hivyo madawa kama cocaine huwa inasababisha mishipa ya damu ianze kuwa nyembamba. Na wengi ambao wamekufa kutoka kwa vitu kama hizo ni ile heart attack iliyowamaliza. Na swali lingine ni kwamba how can we as a society reduce the number of deaths caused by heart disease every year? Jamii inafaa ianze na kuelimisha watu. Inaweza elimisha watu kupitia njia hii ya media. Watu wajue dalili na jinsi ya kujiepusha. Prevention. Nasemanga kukinga ni bora kuliko tiba. Naam. Prevention is better than cure. Kisha wanafaa wahakikishe vipimo hivi vya screening vinapatikana kwa bei nafuu ama hata bure huko mashinani. Wapime watu pressure, wapime watu kisukari, waangalie watu moyo jinsi inafanya kazi. Wahakikishe vipimo hivyo vinapatikana kwa urahisi. Jambo la 3 ni kuhakikisha matibabu ya magonjwa haya yanapatikana. Jamii kuanzia kwa serikali ya juu mpaka ile hapo mashinani. Wahakikishe dawa zinapatikana kwa urahisi, watu wanatibiwa. Sababu wagonjwa wengi hawaafodi madawa. Kweli. Hivyo wanaendelea wakiathirika zaidi. Naam. Especially kama wanaona kwamba sahihi iko na shida, wanaona kwamba sasa hapa patawezekana. Sasa hivi watu wengi wanaogopa hata kwenda hospitali. Wakuta mtu anaenda kwa miti shamba huko, anaenda anachukua, anachemsha, anakunywa. Ndio matibabu ya magonjwa ya moyo inakuanga bei kali. Si kama malaria utatibu tu na pesa kidogo. Hii ni magonjwa unaishi nao kwa muda. Na ukishashikwa nao ni mgonjwa utaenda hadi siku ambayo utaaga. Utakuwa unaitibu tu. Kwa hivyo ni bei kali sana. Asante sana Daniel, asante sana kwa kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Umeelezea mambo ambayo ni ya kufaa, mambo yenye yanaeleweka, kwa sababu tukiangalia kwamba afya ni muhimu sana katika binadamu yoyote, ama ni muhimu sana kwa binadamu yoyote ambaye anajua mimi kweli nikifanya hiki kitaleta madhara kwa mwili wangu. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Daniel umefahamu mengi ambayo ameweza kuyaangazia kuhusiana na ugonjwa wa moyo. Najua ni topic pana, ni mada pana, lakini kwa leo tungependa tukomee hapo, tukutakie kila la heri. Maasalam.